Nadhani hili jambo limeeleweka. Amen. Kwa hiyo naomba tukae kwenye mstari ulionyooka. Tusianze kupinda hivi kule wapi sijui hapa. Amen. Kwa Yesu kila kitu kinawezekana. Ameshasema mimi ni Mungu, yeye pia ni Mungu, hakuna Mungu mwingine. Ni Mungu wa baba zetu, ni Mungu wa kizazi chetu, ni Mungu wa leo, kesho na kesho kutwa na milele na mitondo na mitondogo, yote ni Mungu huyo huyo. Majeshi. Kwa hiyo utakapopoteza muda wako kwenda kule, mara unarudi huku, mwisho wa siku utapigwa wewe. Hayo mapigo atakayokupata ni kwako wewe. Baba atakuwa amesha nawa. Na tutakapotoka tukasafiri sote kurudi tulikotoka, kila mtu ataulizwa peke yake, huo ufalme ni wa kwako mwenye. Hapo hakutakuwa eti kanisa la Pastor Francis. Pastor Francis aulizwe. Na wakumbusha tu, kila mtu atakuwa kila mmoja atakuwa Juzi alikuwa anasema mtumishi wa Mungu Hamisi, anasema wengine mnasafiri kwenda kufanyia huko. Hiyo siku si wewe utakuwa peke yako. Kila kitu utakuwa na kanisa lite. Yote hayo yatakuwa ya kwako. Majeshi. Hicho kipindi bado hatakuwepo, hakumama hatakuwepo. Nani yeyote yule hatakuwepo. Ni wewe na Yesu wako. Wewe na Mungu wako na Yesu wako na Roho Mtakatifu wako. Majeshi. Utaenda kumueleza huyo Mungu ule kwa nini mwingine ni nani? Mbona hapa hayupo? Hatumuone. Itabidi wakupeleke huko wewe na Mungu wako huko. Ukateketeze huko. Amen. Majeshi. Peleka na Mungu wake. Wanapeleka wote huko na Mungu wako nyote huko. Hamna faida. Mkateketee huko. Amen. Sasa kuna wale ambao yani unakuta hatima zao zinakuaga kubwa sana. Mwisho wa siku unakuwa unapitia changamoto nyingi, mara leo kesho upumziki, kesho kutwa huku, kesho kutwa kule, mambo hayo hayaeleweki. Mwisho wa siku unaona hao wachawi ambao hawatulii. Sawa? Wewe unaweza ukasema leo nimempiga, kesho ametulia, kesho hujamuona ndotoni, wala kesho kutwa hujamuona ndotoni eti ametulia. Nikukumbushe tu, hajatulia. Yaani yeye ameenda kwa wakubwa wake, sasa anatafuta nguvu nyingine aje akupige tena. Sasa wewe na kichwa chako ilivyokuwa kidogo hivi, unaanza kunyamaza tu, na wewe unaanza sijui nini, unaanza tena mambo yako. Hicho kipindi ambacho umetulia, yani tena ndio kile kipindi ambacho litakiwa wewe ukae hivi. Uanze kama ni kupiga, uyapate huko alikoyafuata. Na wewe unafuata huko. Majeshi. Kwa hiyo nawakumbusha tu ndugu zangu, hapa duniani hakuna kupumzika. Leo umelipiga lile jamaa, limeshapigika, ukaliona kama limenyamaza, na wewe unanyamaza, unasema yes nimeliweza. Una relax. Hapana. Yaani unatakiwa tena ndio muda ukaze na wewe. Tena ukishalipiga unakuja unamwambia na baba jana nimefanya hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Ili na yeye si ndio mwenye nguvu kuzidi wewe? Au unamzidi baba? Hakuna. Kwa hiyo unatakiwa uende kwa baba umwambie baba iko hivi na hivi na hivi na hivi. Baba na yeye sasa akushike mkono. Mkishashikana mkono mnaanza nyote. Mwisho wa siku hamna kitu ambacho kinapingika. Ngoja niwape mfano. Kwa mfano, niwape mfano anachokiongea. Tuseme huyu hapa ni baba akasimama hapa. Hawezi kukaa peke yake. Hawezi kukaa eti kanisani anajiimbia mwenyewe, anacheza mwenyewe, anaunga vyombo mwenyewe, anahubiri mwenyewe, yeye ni finance, yeye ni shepherd, haiwezekani. Kwa lazima kuna watu wanakuepo. Kwa na wale watu wanapokuepo, lazima uwe naye njia hii. Kwa mwisho wa siku, wewe ambaye unamzunguka baba, unakuja kulaaniwa vibaya wewe. Unakuja kulaaniwa kwa sababu huyu mtumishi ametumwa na Mungu. Wewe hujamtuma. Alafu mwisho wa siku unaanza kumzungusha hivi, sio vizuri. Anapokuwa amesimama baba hapa, wewe unakuwa nyuma yake. Unapokuwa nyuma yake, lazima kuna mwingine yuko. Ndio maana kuna ngazi. Kwa mwisho wa siku anapotoka baba kuna ambaye anakuwa nyuma yake, akiwa nyuma yake hivyo. Sasa yeye mlioko nyuma yake kuna wakati mtadondoka. Uongo. Sasa ukidondoka, si uko nyuma ya baba. Ukidondoka hivi, si unamwangukia aliyeko nyuma yako. Sasa unapoanguka nyuma yako,
mtu anafanya sasa wakati wewe ndio umesababisha. Majeshi. Tunatakiwa tufanye namna baba anapoenda mbele, na maana akienda mbele anatuvuta na sisi twende mbele. Amen. Usifanye mambo ya kulazimisha ili wewe tunakuwa tunarudi nyuma tu tukakaa mtoto. Majeshi. Amen. Na nimekasirika niwaambie. Kwa sababu hivi vitu viko kanisani, na vinapokuwa kanisani tunatakiwa tuvikemee viondoke. Amen. Kwa hiyo tuhakikishe kila siku tunapokuwa, ukianguka usianze kusema sasa ngoja nibaki hapo. Hapana. Yaani neno la Mungu linasema hata ukianguka mara 7 utainuka. Kwa hiyo sio kwamba leo umedondoka kesho leo umezini afu unaanza kusema sasa ngoja nijitenge. Wewe ndio unajitenga, sisi hatujakutenga. Sana sisi tutakuinua. Sasa ukikataa kuinuka, hiyo ni shauri yako wewe. Majeshi. Tunakuacha kwa sababu sisi tunataka twende na baba. Twende mbele. Majeshi. Hakuna mtu ataanza kusababisha baba asisonge mbele. Yaani unavomkwamisha baba hivyo, ndio unakwamisha kanisa zima. Majeshi. Jitenge peke yako. Yaani wewe nenda huko peke yako. Usiende na yeyote. Tena hata kama uko na mtoto wewe mwache kwanza hapa, abaki hapa wewe uende wewe. Majeshi. Kwa sababu kila mtu ana hatima yake. Hata huyo mtoto uliyemzaa naye ana hatima yake. Na siku ikija tukafika mbinguni, wewe hautakuwa na mtoto. Wala hutaulizwa umezaa watoto wangapi. Majeshi. Huyo naye atabidi ajipambanie mwenyewe, nawe pia ujipambanie mwenyewe. Sio mnawapeleka watoto kwenye hatima ambazo sio zao. Hiyo dhambi inakuwa ya kwako wewe. Majeshi. Ni mwisho wa siku nitakuwa namwambia mtu ukweli na kuelekeza, Bwana iko hivi na hivi na hivi. Utaamua wewe. Kama unaenda uende, kama huendi subiri hayo mapigo. Na atakapokupata, mimi kitu cha kwanza, yani mimi mtu akija kwangu ananiambia vile Diana, mimi bwana na changamoto hii na hii na hii. Sema ukweli waga sisikitiki. Yani kitu cha kwanza, yani nitacheka hata kama nikulala nitalala kwanza. Baada hapo nitaanza kujieleza. Kwa sababu mtu anapokuja na kuelezea changamoto yake ukicheka anajua umemdharau. Lakini mimi yani labda nife nizaliwe mwingine na utabadilika. Nisibadiliki. Yani nitakucheka kwanza. Na sio kwamba tena kucheka kwa sababu nalicheka hilo tatizo lako. Hapana. Kama baba tu. Kama baba tu. Yani nacheka kama alivyokuwa. Yani kwa sababu sasa hata kulia siwezi. Naona bora tu nicheke. Yani nakuwa najaribu kulifikiria. Kwanza naanza kutafakari. Imekwaje huyu hadi akaja kuniambia mimi? Yani wakati uko unacheka huko unatafakari kwa nini amekuja kuniambia mimi? Na kwa nini? Yani kwa nini ameona aje aniambie, na kwa nini mimi nacheka? Itabidi nianze kwanza kumuomba msamaha, nisamehe, sio kwamba nakucheka, hapana, ndivyo nilivyo. Kwa tuanze kutatua hili tatizo lako. Kama naliweza na kusaidia tunaendelea. Amen. Majeshi. Naomba wapendwa wa Mungu, sijui wakina nani, wapendwa wa Mungu, wana wa mafuta. Naomba tukae kwenye mstari. Amen. Kila mtu ana hatima yake. Jina lake lishaandikwa tangu mwanzo, la mwisho lishaandikwa. Kwa tusije tukabadilisha, tukawa chanzo cha watu kubadilisha hatima zao mapema kabla ya wakati. Majeshi. Kwa hiyo naomba tufungue tena Isaya 41. Kuanzia mstari wa 4. Isaya 41 kuanzia mstari wa 4 na 5. Neno la Mungu linasema hivi: ni nani